Yes bwana, nipo katika uwanja wa basketball ndani ya mkoa wa Songwe na hawa wamefanikiwa kuwa mabingwa wa Taifa Cup, michuano ambayo ilikuwa inapigwa kule mkoani Dodoma, na hawa ndio wamekuwa mabingwa wa taifa kutoka ndani ya mkoa wa Songwe. Na hapa mimi niko na captain wa mabingwa wenyewe, atajitambulisha naitwa nani na anatueleza safari ilikuwaje mpaka wakafanikiwa kuwa mabingwa. Kwanza captain, hongera kwa kuwa mabingwa wa michuano hii ya Taifa Cup, michuano mikubwa kabisa Tanzania. Asante sana. Majina naitwa Alan Fred Ngol, ni captain kwa Songwe katika mchezo wa mpira wa kikapu. Sisi ndo mabingwa 2026 Taifa Cup ambayo ilikuwa sponsored by Azam. Safari yetu kiufupi ya mchezo wetu wa mpira wa kikapu mpaka kwenda kushiriki Taifa Cup ilikuwa ni ngumu kidogo. Ugumu ulikuja katika tuliweza kushiriki Taifa Cup mwaka huu 2026 na tulipangiwa katika group A ambayo timu zetu zilikuwa ni ikiwemo Songwe, Rukwa, tukawa pia na Unguja, tulikuwa pia na Dar es Salaam, lakini pia tulikuwa na Arusha. Mechi ya kwanza tuliweza kushinda dhidi ya Rukwa, na mechi ya pili vile vile dhidi ya Arusha tuliweza kushinda, na mechi ya tatu tukaja kupoteza dhidi ya Unguja, lakini mechi ya nne tukashinda, na mwishowe tukafanikiwa kuweza kufuzu kwenda kuingia katika robo finali. Challenges zilizokutana nazo timu nyingi sana kule Taifa Cup zilikuwa zimejipanga kimchezo zaidi, kiushindani zaidi, lakini Mungu hakutuacha, tukazidi kupambana kama timu. Teamwork ilikuwa ni kubwa kwetu na discipline kabisa ya mazoezi ndio tufanya mpaka tukavuka katika hiyo hatua ya robo finali. Hatua ya robo finali tuliweza kufanikiwa kuingia, kucheza dhidi ya Geita, nao tuliweza kuwafunga kwa vikapu vingi na tukafanikiwa kwenda nusu finali. Na nusu finali pia tukafanikiwa vile vile mpaka kufikia hatua ya finali, ambao katika finali yetu tulicheza mechi kati ya Songwe sisi hapa pamoja na Dodoma. Mechi ilikuwa ni ngumu, kila mtu alikuwa amejipanga, lakini mwisho wa siku Mungu alikuwa upande wetu, tukaweza kuchukua ubingwa wa Taifa Cup 2026. Mmefanikiwa kutoa ubingwa. Hebu tuambie sasa, maandalizi yenu kabla mjaenda kushiriki haya mashindano, mlikuwa mnatarajia kuweza kuwa mabingwa? Kiukweli sisi tulitarajia kuwa mabingwa kwa kiimani kabisa, tulikuwa kutokana na maandalizi yetu ya training za hapa na pale za kila siku, mazoezi ya kutosha ambayo tulikuwa tunaamini tunaweza tukafika hatua fulani. Lakini lengo letu sisi tulikuwa tukifanya mazoezi, lengo ilikuwa sisi ni kuweza kufika finali na kuweza kuchukua ubingwa. Pengine sasa watu walikuwa hawapigi chapua kwamba Songwe mnaweza kuwa mabingwa, kwa sababu ukiangalia mpira wa kikapu ndani ya mkoa wa Songwe ni mwitikio ni mdogo sana kwa hiki ambacho mmeweza kukifanya kwa wadau wa michezo ndani ya mkoa wa Songwe. Unaweza kuwa na lipi la kuambia, kwa sababu unaonekana wanaweka energy sehemu nyingine, lakini nyewe kwa muda mfupi tumeweza kupata achievement kubwa? Kwanza kabisa nipende kuwashukuru kwanza management nzima, kuzungumzia uongozi mzima wa chama cha mpira wa kikapu mkoani Songwe ambao unaongozwa chini ya mwenyekiti wetu Bwana Charles Sombe. Yeye ndo anatuamsha kwa hali na mali pamoja na sisi timu kama nzima. Tukija kwenye upande wa serikali kwa maana ya uongozi wa mkoa, challenge bado ni zipo, ni kubwa sana. Ukiangalia mazingira tunayotumia katika kufunza mpira huu bado ni magumu. Kutoa pesa zetu kutoka mifukoni kwa ajili ya ukarabati wa uwanja, tunafanya kila jambo, na pia sio tunafanya tu, tunafanya kwa sababu tunapenda, na pale tunapopata nafasi ya kuwagusa viongozi inakuwa ni kazi ngumu sana kupata ile feedback ambayo ni positive. Hatupati ushirikiano ule wa moja kwa moja, lakini nitoe rai kwa viongozi wote ambao ni wadau wa michezo mkoani kwetu, basi wajaribu kuangalia na huu mchezo kama ni sehemu kubwa ambayo inaweza ikaleta tija katika mkoa wetu. Wasiangalie zaidi katika michezo mingine, mfano football,
wazingatie na sisi upande wa mpira wa kikapu. Kuna vingi vinaweza vikaletwa hapa ikawa na tija kubwa na vikatangaza mkoa wetu katika maeneo mbalimbali Tanzania na nje ya Tanzania, hasa kwa vijana ambao wanaochukulia poa sana mchezo wa kikapu. Wengi wana focus zaidi na michezo mingine. Unaweza kwa nini la kuambia wanaweza wakatoboa maisha yao kupitia mpira wa kikapu? Sponsor katika mpira wa kikapu ni nyingi sana. Nimeongelea hivyo kwa sababu gani? Nimeenda moja kwa moja direct. Sasa mpira wa kikapu uko juu sana, na ndio maana hata sisi ukiangalia hapa tuna program za watoto na mabinti katika kuwafundisha mchezo huu, kwa sababu tunajua wanaweza wakaachieve kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, sio tu kwenye kikapu. Sponsors zinatoka kwenye elimu. Mtoto anacheza vizuri anapata sponsorship ya kwenda kusoma shule ambayo ni nzuri na ni maarufu. So sisi tunajitahidi kwa kila namna kuweza kuinfluence jamii na wazazi kuweza kuwaleta vijana hapa na kujifunza ili kuweza kufanya kile kitu ambacho kipo kwenye malengo yetu kama chama. Waziri aliagiza kwamba kila mkoa unapaswa kuwa na ligi. Je, tutarajie kuona ligi ya mpira wa kikapu ndani ya mkoa wa Songwe ikiwepo? Ndio. Kuanzia mwakani sisi tutakuwa tuna ligi hapa. Tutakuwa tuna ligi na tumeshasajili tayari vilabu 4, ambapo tuna kilabu cha kwanza kikubwa ni Kimondo Reapers, tuna Kahawa Kings, pia tuna Tunduma Giants, lakini pia tuna timu ya wadada hapa Storm Divas ambayo inatuwakilisha vizuri mpaka sasa pale mkoani Mbeya kwenye ligi ya mkoa Mbeya, inaendelea kufanya vizuri pale. Kwa hiyo mwakani tutakuwa na ligi ambayo ni very official. Tunawakaribisha wadau wote kutoka maeneo mbalimbali, hususan hawa waliomo ndani ya mkoa wa Songwe. Tukaribia hapa viwango kwetu kuona jinsi burudani zitakavyoendelea pindi tutakapoanza hizo ligi. Pengine sasa kuelekea kwenye hizo ligi ambazo mtaenda kuanza, una neno lipi la kuambia wadau, wawekezaji kwenye haya mashindano ya mpira wa kikapu? Kwa wadau sisi hatuna neno kubwa sana zaidi ya kuwakaribisha. Kwanza kuwakaribisha waone changamoto zipi ambazo tunazipitia, waje wafike eneo husika waone nini kinaendelea. Kama watawiwa kwa namna moja ama nyingine, sisi tunakaribisha mchango wa aina yoyote uwe wa mawazo au kwa mali. Sisi tunakaribisha kwa moyo wote. Bana, wakati mko Dodoma mnacheza na mmeingia fainali, watu tulipata jumbe nyingi sana kwamba hii timu inayocheza haitoki Songwe. Ni timu B kutoka Mbeya. Pengine sasa kwa kuhakikishia watu kwamba ni Songwe, hebu tupe ufafanuzi kwa hili kwa undani kabisa. Kwanza kabisa kule Taifa Cup kinachoangaliwa ni mkoa umeshiriki ama la. Hawaangalii mtu ametoka wapi. Kiangalia mimi ni hapa Songwe na nimeshiriki michezo kutoka mwanzo mpaka mwisho. Shirikisho linaturuhusu sisi kuweza kusajili watu kutoka sehemu mbalimbali ili tu uweze kuwakilisha mkoa husika. So haimbani mtu yoyote. Kwa hiyo tukiangalia katika scenario hiyo, watu wa Mbeya zamani watu walikuwa wanajigawa kutoka Mbeya na Songwe. Watu wa Mbeya wanajigawa na Songwe pia zinatoka timu mbili. Ilikuwa ni jambo sahihi kwa sababu sisi tuliangalia tukanda hii yote ilikuwa inasomeka kama Mbeya. So tukaona hakuna tofauti yoyote kwamba tukigawa timu ikatoka moja Songwe ikatoka moja Mbeya bado vile tunaweza tukashiriki. Lakini pia shirikisho halijambana mtu yoyote katika kufanya nini, kumtoa mchezaji kutoka sehemu moja, kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Hiyo ni namna tu ya uwekezaji na pia inaleta inspiration kwenye jamii. Hauwezi ukawa unacheza kikapu sehemu moja tu alafu baadaye ukategemea kwamba utakuwa na maendeleo kwa kiasi fulani. Lazima upate kidogo changamoto. Kwa hiyo ukipata mtu kutoka mkoa mwingine akaja hapa, kuna watu ambao watagain au watakuwa inspired kulingana na huyo mtu ambaye mmemsajili. Kwa hiyo kwa kusema hivyo kwa ufupi, Songwe wachezaji wapo na kila siku hapa kama unavyoona kuna program bado inaendelea hapa ya mazoezi ya kila siku. Kama unavyoona kuna wachezaji bado wanacheza. Tuko katika kujifua kwa sababu bado ni mkoa mchanga, lakini naamini mwakani kwa 50% hadi 70% wazao watakuwa ni wengi sana.
kwenda kuendelea kuwakilisha mkoa wetu vizuri katika Taifa Cup na michezo na mashindano mengine ya mpira wa kikapu yanayoendelea mikoa mingine. Okay, Songwe ina vipaji vingi sana. Kwa yule ambaye yuko mbali anatamani kucheza mpira wa kikapu, unaweza kwa kumpa utaratibu upi ama kipi akifanya ili hakikishe kwamba ndoto zake zinatimia kupitia mpira wa kikapu? Kwanza kabisa, kwa kifupi, mtu yote anayetaka kujifunza hapa tunamkaribisha. Msingi tu taratibu zetu sisi ni awe tuna discipline na consistency ya mazoezi. Hicho ndicho tukiangalia zaidi, hakuna kitu kingine. Mambo mengine yote sisi tunajua namna ya kuyahandle. Kwa hiyo sisi tunakaribisha mtu yote kutoka eneo lolote aweze kukaribia vitu vyetu. Okay, kwa kumalizia kabisa, kwa wale watu ambao hawajui kama Songwe kuna mpira wa kikapu na wanatamani kucheza na wanatamani kujua, lakini pia na wadau wa michezo ndani ya Songwe kwa ujumla, unaweza kuwa na lipi la kuwaambia? Kwa wadau wote ambao wapafahamu, sisi uwanja wetu uko hapa Vwawa Center katika viwanja vya CCM. So tunawakaribisha wadau wote ambao wako jirani na mbali ya mkoa wa Songwe. Wakifika Vwawa, basi eneo liko wazi, viwanja vya CCM. Tunakaribishwa mtu yoyote. Okay, shukrani sana.